يا الله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Maudhui ya leo tutataka kuzungumzia takwa na maadili. Yana tulizungumza itikadi na maadili, na tukajaribu kwa ufupi kuonesha umuhimu wa itikadi katika kumtengeneza mtu nyendo zake, na hususa katika nguzo mbili za kiitikadi: kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya Kiyama. Kitu kingine ambacho ndio tutataka kukizungumzia leo ni attaqwa. Baadhi ya maulamai wetu wameandika, yani wamefikia kiwango cha kuipa takwa umuhimu katika akhlaq, mpaka wakaandika mlango katika baadhi ya zitabu nilizosoma, wanena attaqwa mabdaun jami'un lil akhlaq. Wasema takwa ni msingi wenye kukusanya tabia zote. Yani lau leo wataka kuambiwa hebu nipe neno moja fupi ambalo litafupisha tabia zote za Kiislamu, shortcut yani, basi huyu anena waweza kutumia neno takwa. Kisha kunena takwa ushakusanya kila kitu. Hii kwa lugha fupi, lakini tukitaka kuipanua lugha hii na kuona vipi takwa ina umuhimu katika masala ya akhlaq na vipi takwa ya kusanya akhlaqi zote, twafaa tufuate zitu fulani. Kwanza, ni nini maana ya takwa? Na hili ni suala naamini huzungumzwa mara nyingi misikitini na mashekhe wengi wamelizungumza, na la kusikitisha, si kusikitisha kwa maana ya ubaya, ni lugha mara nyingi haifasiri lugha. Huwezi kufasiri lugha, na moja katika tafsiri ambazo hazielezi uhalisia wa neno la takwa ni neno kumcha Mwenyezi Mungu tunalolitumia kwenye Kiswahili. Nake yote ukisikia takwa Allah hukwambia ni kumcha Mwenyezi Mungu, ambao neno kumcha Mwenyezi Mungu ukweli wa mambo ni tafsiri ya makhafatullah, alkhawfu min Allah, ndio tafsiri ya kumcha Mwenyezi Mungu, lakini si tafsiri ya takwa.
Na napenda kutanabahisha nikinena maneno haya, si kwa ajili ya kutaka kuwakosoa wanazuoni, wala ni kwa maana mimi niko na neno la kufasiri. Ni lugha yenyewe haisaidii. Yani wanazuoni si kwamba hawakuelewa hilo, ni kwamba ndio neno lilopatikana katika Kiswahili, wa ila neno la kihakika la kuweza kuifasiri takwa ni ngumu. Na tafsiri ya kucha, kifasiri takwa ni kumcha Mwenyezi Mungu. Moja katika madhara yake ni kujenga mahusiano ya Waislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min babil khawf, ni kujenga mahusiano ya Muislamu na Mungu wake kupitia mlango wa nini? Wa hofu, ambao si mlango aula huu. Na ndio utaona tasawur inaoletwa kwa Waislamu mara nyingi na mpaka kwa vijana, badala ya kuinukia kumpenda Mungu, anainukia zaidi kufanya nini? Kumcha Mungu. Na hii ni katika salbiyat, na utaona matokeo haya yameletwa mpaka katika malezi. Imekuwa zaidi leo, sio Mungu tu, mahusiano ya mwanafunzi na mwalimu yajengwa zaidi katika upande gani? Kumcha mwalimu, sio kumpenda mwalimu. Vile vile yamejengwa mahusiano yetu na wazazi zaidi katika nini? Kumcha baba, hususa baba, sio kumpenda baba. Na hii ni mufaraka, ni kitu kidogo, lakini kimeleta matatizo katika mifumo ya kimalezi katika jamii zetu. Na kuna baadhi ya wanazuoni wameanza kuyaona mambo haya na wameyazungumza kimaandishi, na wengine wameyazungumza kikhutba. Mmoja katika watu nilowasikia wakizungumza maneno haya kimaneno katika khutba zake ni mwanachuoni wa kisasa ambao hata hapa kwetu huya sana, Habib Ali Al-Jufri. Nimewahi kumsikia akizungumza kwamba mashekhe wapunguze kuhubiri khaufu kwa Mwenyezi Mungu, saa zote ni kuwahubiria watu kwamba Mwenyezi Mungu ni nguvu ambayo isimeme hukungoja wewe ukose akuadhibu. Saa zote ni jahannam, moto, mtaliwa na nyoka, mtamizwa na kadhaa. Kwa hivyo wewe saa zote wapekwa kwa Mungu. Kwa nini? Kwa kitisho. Kama vile baadhi ya wazazi ndani ya majumba, hususan mamama, ili kutaka wasisumbuliwe na vijana, huenda wakamtengeneza baba katika ile nyumba akawa kama nani? Kama simba. Tamwambia babako, tatambua kwa babako, taona kwa babako. Ikawa kijana akitasawar mzee wake ule, yeye utasawar nini? Simba. Akiingia nyumbani husinyaa kama nyuni alionyeshewa na mvua. Hii si mzuri. Sisi mlango mrefu katika mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu yataka yajengwe kwenye masala ya nini? Ya mahaba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpenda Mungu na kwamba Mungu atupenda hata ukiwa katika maasiya, hata ukiwa katika kumkosea Mwenyezi Mungu, ukikumbuka mapenzi yake kwako, alivyokupenda, anavyokuneemesha. Pia si lazima hasira, yaweza kuwa ni msukumo wa kukufanya wewe urudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe wakati unapomkosea, bila ya kufananisha, wewe wakati unapomkosea mpendi wako ukakosa usingizi, kilichokukosesha usingizi si hofu.
mpaka ukao ngoja asubuhi ingie wenda ukamuombe msamaha. Si hofu, ni nini? Ni mapenzi ya kumpenda, ni kwamba wewe wamuhitaji katika maisha yako. Na hii ni moja katika matokeo ya kuifasiri takwa makosa. Takwa si kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hofu ni kumcha Mwenyezi Mungu. Na napenda pia nifahamike, sijapinga kwamba Mwenyezi Mungu ametumia kiwango fulani katika dawa cha hofu, kwa sababu kuna watu mapenzi yasiwafae. Wako watu kama vijana, kuna vijana utawapenda kila ukitaka kuwalea kupitia mapenzi inabidi saa nyingine utumie nini? Nguvu. Lakini nguvu sio msingi, ni istithna, ni kuitukia. Na vile vile Mwenyezi Mungu, na kama mumesoma katika hichi kitabu nilichokitoa yuzi cha tafsiri suratul Fatiha, katika kufasiri bismillahir rahmanir rahim, niliuliza suala kwamba ndani ya Qur'ani kuna sura 100 na ngapi? 120, na sura zote zimeanzwa na bismillah isipokuwa sura moja peke yake, nayo ni suratul Baraa. Zilizobaki zote, sasa hebu wetu kuwa sura moja katika sura 120, kipercentage ni ngapi hiyo? Hata 1%, 114 sorry, hata 1% haifiki, ni 0 point. Ndio mahala pekee Mwenyezi Mungu ametumia hasira. Ukiuliza kwa nini suratul Baraa haiandikwi kwa bismillah, wakwambia kwa sababu ni sura ya hasira za Mwenyezi Mungu, na bismillah yaelezea nini? Rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sura 113 ni rahma, sura moja ni nini? Ni hasira. Hono ndio mfumo wa malezi wa Kiislamu. Ndio ile chuoni tukifundishwa tuambiwa ukisoma suratul Baraa hupiji nini? Utane naye a'udhu billahi min ghadhabil jabbar, najilinda kwa Mwenyezi Mungu na hasira za Jabbar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na akianda pale ameanda na hasira. Baraa, maana ya baraa mbali mbali mimi na nyinyi, ndio maana ya baraa. Unaposema inni bari'un minal mushrikin, mimi na wao tuko mbali mbali, hatuna mahusiano. Kwa hivyo mzee na bara'atun minallahi wa rasulihi. Nirudi kwenye mada, takwa ni nini? Kawaida katika lugha, hususan lugha ya Kiarabu, ukipata neno lolote, haya maneno yana asili yake, yana asili, huregeshwa kwenye ile asili. Baada ya kuijua asili ndio huja ishtiqaqat. Mfano, dharbun ni kupiga. Sasa asili ni neno dharbun, kisha ndani ya hili neno dharbu sasa waweza kutoa maneno karibu 20: dharaba, yadhribu, tadhribu, dharibun, mudharaba, idhtaraba, sio? Lakini namna utakavyokwenda huko mbele, mudharaba ni aina ya muamala, ni muamala fulani. Hata hawa wakimbia riba benki watumia hii mudharaba, lakini asili yake inatoka kwenye nini? Kupiga. Sasa neno takwa asili yake latokamana kwenye neno wiqaya, waka na waka. Hadithi maisikia kila harusi mukenda, unena ile hadithi, man razaqahu Allahu mra'atan salihatan faqad waqa shatra dini. Mwenyezi Mungu akikuruzuku mwanamke mwema, bebe ushailinda nusu ya dini yako. Katika baadhi ya hadithi, faqad waqa thuluthai dini, ushalinda thuluthi 2 za dini yako, kulinda. Kwa hivyo wiqaya asili yake ni kitu kinachoketi kati
baina ya hatari na mhatarishwa. Sijui umeelewa jamani? Wiqaya ni kitu kinachoketi kati baina ya hatari na mhatarishwa, ili kumkinga huyu na ile hatari. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Unapovaa kama fundi wa spaki, unapovaa gloves, si wana gloves fulani wavaa wale kwenda kushika zile waya, zile gloves ambazo zakaa katikati baina ya waya wenye umeme ambao ni hatari na mkono wako ambao wahatarishwa, ule mpira unaoketi katikati ukakuzibia usidhurike na nini, na ule waya ule, huitwa nini? Wiqaya. Hii ndio asli ya maana ya neno takwa, na kwa lugha fupi ya Kiswahili kinga. Nini? Kinga ndio takwa. Kinga ya nini? Tuje, mwili wa mwanadamu ni kama roho yake. Juzi niliwaambia mwili wa mwanadamu washikwa na maradhi, sio? Homa, malaria, sijui nini, na watibiwa. Na katika kuutibu una mbinu mbili, kuna mbinu za miko, kuna na mbinu za nini, za matibabu. Na ruhu ya mwanadamu pia yashikwa na maradhi. Isitoshe, na kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotia katika mwili wa mwanadamu kinga ya kupambana na maradhi, kwa sababu dawa sio zinazokutibu, sio dawa zinazokutibu, dawa zawezesha kinga yako ya mwili ipambane na maradhi. Kwa hivyo kila mtu hujitibu mwenyewe, na ndio waliyadhu billah, maradhi ya ukimwi kuanguliwa yeye kwa urefu. Maradhi ukimwi nini? Ukosefu wa kinga mwilini, ukosefu wa kinga mwilini, yani zile zilulu ambazo ziko ndani ya damu kazi yake ni kupambana na nini, na maradhi, zile zimekosekana. Kwa hivyo dawa peke yake haiwezi kwenda kutibu. Dawa henda kuwapa nguvu wale wakakutibu, wale wakikosekana, waliyadhu billahi, maradhi yoyote yakimshika mtu hawezi kujitibu. Sasa hiyo ni upande wa kimwili, na upande wa kiroho pia Mwenyezi Mungu ameunda kinga. Una kinga ndani ya roho yako. Maradhi ya madhambi yakiingia, zile kinga hupambana na yale maradhi, zikiwa zina nguvu huyaua yale maradhi, lakini zikiendelea kinga ikauawa, kwisha. Na kama mwakumbuka, kuna hadithi muwa mukisomewa sana darasani kwamba mtu akifanya madhambi hutoka kitono cheusi kwenye moyo wake. Mwakumbuka hadithi hii? Si maana twende tukapasua tukakizangia kitono cheusi. Zile ni lugha za nini, za saini. Mtume azungumza na sisi. Imagine wewe azungumza maneno haya miaka 1400, alikuwa atumie lugha gani ya kuwafahamisha watu? Virus hutoka kitono cheusi, kitoto kwenye nini, kwenye moyo. Akitubia, yani akijitibu, hufutika. Akiendelea kufanya madhambi, kile kitono hufanya nini? Hupanuka, mpaka kikafika wakati kikaufinika moyo wote. Kikishakuufinika moyo wote, huyo hana dawa tena, huyo ashakosa kinga. Sasa shaua kila kitu. Sasa maana ya takwa ni kujua kuzilinda kinga zako ulizonazo, sawa alizokupa Mwenyezi Mungu kimaumbile zilioko ndani, kama zile zilulu za kupambana na maradhi, sawa unazotaka kuzitia kwa yuwe mwenyewe, pia kuna kuzitia zile. Kama vile huku kwenye matibabu ya kimwili,
kinga unaweza kuingizwa kwa kutiwa dawa zikapewa nguvu, pia katika roho kuna za kukuingiza. Na ndio hapa maana munapofunga mwezi wa Ramadhani, moja katika kazi ya saumu ni kuongeza dozi katika kinga yako. Leo kaambiwa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa nini mmefaradhiwa saumu? Ili iwape takwa. Takwa nini? Yani ili iboreshe kinga yenu. Na ndio wale watu ukosa kufahamu, barobaro ukishindwa kuoa kwa sababu za kimaisha, bado huyafaulu, na damu moto na shahawati, jisaidie na saumu. Wengine huona kwa vile mtana hufunga sitofanya maasia, je usiku huja masuala haya. La, falsafa yake si kwa sababu wewe hufunga hutofanya maasia. Saumu ya kuongeza dozi kinga yako ili uweze kupambana na shahawati zako. Ndio ile ya ma'shara shababi man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati'. Hala imalizeni hadithi. Kwa nini alayhi bisawm? Fa innahu lahu wija. Maana ya wija ni nini? Wiqa. Ndio hiyo takwa, kinga. Saumu ni kama kumeza tembe za vitamin, ukaongeza immunity yako ili ukaweza kupambana na maradhi mwili. Si maana hutoshikwa na maradhi, yatakushika, lakini yakikushika utakuwa na nguvu katika kupambana nayo. Na ukifunga haimaanishi hutopata shahawati. Zitakupata shahawati, lakini immunity yako itakuwa na nguvu wakati hono kuyaambia matamanio la sendi kufanya makosa. Na ndio ibada nyingi hizi, hata swala moja katika malengo yake, na nena moja si malengo yote. Ibada yaweza kuwa ina malengo kama 10, kama saumu sio takwa peke yake, ina malengo mingi. Sala, inna salata tanha. Mwenyezi Mungu hapa amerukia matokeo. Kwenye saumu amezungumza sababu. Mkifunga hamtofanya makosa. Kwa nini hamtofanya makosa? Kwa sababu mtakuwa na kinga ya kuwakinga msifanye makosa. Kwa hivyo kwenye saumu hakunena hamtafanya makosa, amenena mtakuwa na nini? Na kinga. Kwenye swala hakunena mtakuwa na kinga, amenena hamtafanya makosa. Ukiuliza kwa nini hatutafanya makosa? Kwa sababu swala imejenga kinga yenu. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Mumenielewa jamani? Hii ndio maana ya takwa. Vipi utaijenga takwa? Kazi ndefu, process, na ni kitu hakikwa package. Waanza 1%, 2%, 3%, 4%, na katikati mara ukatoka timing ukashuka paka 2%, ukarudi tena ukapiga jeki ukapanda 3%, 4%. Kwa sababu takwa yaja na kuondoka, yaja na kuondoka. Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi, katika maulamai wa madhhabi manne, alikuwa akitofautiana na maimamu wengine kwa sifa fulani. Tofauti na Abu Hanifa, tofauti na Imam Malik, tofauti na Ahmad ibn Hanbal. Ana mambo yamtofautisha. Alikuwa moja katika mambo alikuwa akimtofautisha, Imam Shafi alikuwa ni mshairi kabla hajawa faqihi. Alivyoanza maisha yake alianza kama mshairi, katikati akaiona akili yake ilivyokali na ushairi na alivyoimiliki lugha. Ima ni yeye mwenyewe nimesahau, ama kuna watu walimuadvise, kwa nini wapoteza wakati wako bongo lote hili? Walipoteza kwenye kutunga mashairi, na ametunga mashairi mingi. Kwa nini huendi kwenye kusoma sharia? Sasa alipoingia kwenye sharia alikuwa ameingia tayari ana test ya lugha.
ni mshairi wa hali ya juu. Yasemekana mara nyingi mashairi yake yashindwa kutafautishwa baina yake na Imam Ali. Hata utaona mashairi mingi yanaowekezwa kwa Imam Shafi utayapata pia huambiwa ya Imam Ali, yanaoambiwa ya Imam Ali pia utayapata. Moja ni ile kasida ile zamani, alam tasma alam tasma bifadlika ya munai duaan min ghariqin dibtilai. Ana mashairi mazuri. Katika mashairi yake Imam Shafi ni yale ninao, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama alqada'u wa kun rajulan, mpaka mwisho katika sifa yake. Katika sifa ya pili ya Imam Shafi, alikuwa na akili kali sana 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 katika kushika kitu pap, akikisoma tu kisha keti hapa. Na hizi nzipaji watu wengine wanazo. Wewe waweza kung'ang'ana na kulu wallahu uhifadhi usiku kucha, na ukisikilia asubuhi la mialidi kisha nini, lakini kuna mtu aweza kufika akisikia tu mara moja ashafanya nini. Ndivyo alivyokuwa Imam Shafi. Sasa siku moja pap akaja akaiona imempotea. Kila akitaka kuhifadhi hazingii. Akamwendea mwalimu wake aitwa Wakia, wau kafu nyembamba na nini na ain, Wakia. Akamshtakia mwenyewe, amelirekodi tukio hili kimashairi pia. Anena shakautu ila Wakii su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil maasi wa akhbarani bi anna, na mimi zimeanza kunipotea wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allahi la yuhda li'asi. Asema nilimshtakia Waki' ni mwalimu wake, su'a hifdhi, mbona hifdhi yangu imeanza kuharibika. Akaniambia fa arshadani ila tarkil maasi, akaniambia mimi kaate maasia. Mefanya kosa gani mimi? Alirudisha ito mara ya pili kulipopita mwanamke. Si umeambiwa le ito la kwanza usamehewa, la pili ni lako. Tena alimwangalia kisigino. Maneno ameanena mwenyewe. Alimwangalia nini? Kisigino. Fa arshadani ila tarkil maasi, akaniongoza nenda kawate maasia. Wa akhbarani, akanipa habari hini, bi anna al-ilma nurun, kwamba elimu ni nuru, wa nuru Allahi la yuhda li'asi, na nuru ya Mwenyezi Mungu hawezi kupewa mtu anayefanya maasi. Sasa angalia mtu mkubwa kama huyu, alim, ametetea kuangalia tu kisigino, imecollapse process yake ya nini, ya hifdhi. Na hivyo takwa haitulii takwa, wala usijenge confidence kwamba mimi nimeshafunga Ramadhani, na watu wengi ufeli hapa. Ramadhani nimefunga, Ramadhani nishasoma juzu zangu, kwa hivyo nishachaji kisawa sawa. Shekhe, kwa nukta moja chaji yote inaweza kutolewa. Kwa nukta moja chaji yote inaweza kufanya nini? Na hivyo ndivyo tunavyofeli. Ile kutangazwa mwezi umeonekana, kuna hiyo kuliwa ahyai hiyo. Mungu atustiri ha? Ahyai siku ile huwa ndo halali kila kitu. Nafikiri shetani washafunguliwa. Hufutwa yote yalotengenezwa mwezi mzima, maskini, kwa usiku mmoja tu wakupambaukia nini? Idi. Subhanallah. Kwa hivyo moja katika chombo tunachotaka tukitumie kuboresha kinga yetu ni ibada, sala, saumu na mengineyo, kuiboresha. Tukiiboresha takwa,
Na ikiwa chombo chake ni ibada, angalia wewe waenda kutafuta kitu kingine, lakini kwa bahati mzuri ukisha kwenda kukipata kile kitu wapata na zitu zingine. Haya ni mambo yako katika dunia. Mara nyingi wewe waweza kusafiri sasa yao uenda Mombasa na kutafuta kitu, ukifika kule ukaonana na fulani, ukatengeneza na mambo mengine, ukamaliza, ukirudi ummaliza mambo 10, si ndivyo? Na wewe ulikuwa umekusudia ni nini? Hivyo hivyo tunapokwenda kuizengea takwa, sisi tuenda kuizengea takwa itupe kinga, lakini ikishakuja takwa haikuletei kinga peke yake, hukuletea mambo zaidi ya kinga. Moja, huboresha mahusiano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huku imekupa kinga kwa sababu umekuwa na kinga. Maana ya kinga nini? Umekuwa hufanyi maovu, umekuwa huwati amri za Mwenyezi Mungu. Maana yako mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yafanya nini? Yameboreka. Haitoshi. Takwa inapokuja ikaingia katika mwili wako, sio tu hukupa kinga, kwa sababu unapokuwa wewe hufanyi ya kumuudhi Mungu na huwati ya kumfurahisha Mungu, automatic mahusiano yako na watu yatafanya nini? Yatakuwa mazuri, kwa sababu wewe huwezi kusengenya. Si kwa sababu husengenyi kwa sababu wampenda mtu, kwa sababu takwa yako ya kukataza nini? Kusengenya. Lakini ulipoata kusengenya, automatic relation yako imekuwa na watu ni nini? Ni mzuri. Takwa imekuweka mahala hupeki fitina wewe, huna namima, hutukui maneno ya huku ukapeka huku, ya huku ukapeka huku. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amekukataza, na wewe kwa sababu una takwa walinda amri za Mwenyezi Mungu. Ulipoulinda amri za Mwenyezi Mungu, ulitengeneza ulimi wako ukawa watagua la kunena, kila anayeketi na wewe atafurahia. Ndio watu watanena fulani ana tabia mzuri, ama si ndio jamani? Pale unaposikia watu humsifu mtu ana tabia mzuri, wasikizeni vizuri. Hapendi kumgilia mtu, hataki kujua mambo ya watu, huangalia mambo yake. Hayo yote yatakuja ni matokeo ya nini? Ya takwa. Takwa itakapokuingia ikakupa kinga katika mwili, ikajenga mahusiano yako na Mwenyezi Mungu vizuri, utawaona watu wote ni sawa na wewe. Kipimo peke yake cha kushindana ni nini? Ni takwa. Zipimo zingine zote zinazotumiwa na binadamu katika kutuweka kwenye tabaka na katika kutugawanya, utazitayayuka mbele yako. Sasa wewe hutaki tena kujua kabila yake ni nani, hutaki tena kujua rangi yake ni nani, taifa lake ni nani, ana pesa hana pesa, ana cheo, kwa sababu wewe wajua hakuna kitu chenye thamani kama nini? Kama takwa. Na ndio Mwenyezi Mungu mwisho akafunga aya yake alipotuambia ya ayuhan nas katika suratul Hujurati, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qualification za kufadhilisha watu, za kuboresha watu, za kutukuza watu, itakuwa kipimo ni takwa kwetu. Na kitakapokuwa kipimo ni takwa, maadili yatakuwa mbele. Wewe imagine leo watu, hususan baada ya kuja ugatuzi. Kabla ya ugatuzi ilikuwa kidogo, si sana mambo haya, lakini baada ya kuja ugatuzi Kenya na kuletwa mamlaka huku mashinani na kupatikana fikra za kwamba kuna zeo fulani huwezi kupata mpaka uwe na shahada, na kwamba kila ukiwa na shahada nyingi ndio mshahara huwa mwingi zaidi. Angalia watu namna wenda mbio kuyazengea makaratasi.
Kuna watu wamerudi klasini wana miaka 40. Pengine alikuwa ameamua, hakuna kabisa kwenye habari yake kwamba kuna siku ya atarudi kusoma. Yeye mwenyewe alikuwa ona pale aliponapo hutosha. Kuna watu wamerudi maklasini wana miaka 50. Kwa nini? Imekuja kujengwa katika jamii. Ni sawa si sawa, sitaki kujadili mimi, kwamba makaratasi ndio yanaoboresha watu. Sasa fikiria lau tuweza kujenga jamii ya Kiislamu na tukaweza kupenyeza kwenye fikra za watu kwamba kipimo cha kushindana ni nini? Ni takwa. Kipimo cha qualification ni nini? Ni takwa. Kipimo cha kuboreshwa mtu ni nini? Ni takwa. Wewe watarajia watu watakuwa kwenye competition kiasi gani katika kuizengea takwa? Kama vile leo walivyo kwenye competition kuyazengea makaratasi. Ndio Mwenyezi Mungu mwisho akatuambia, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Na ukirudi sasa utaona takwa unapokuwa na kinga. Nimalize darasa yangu ya leo, inakutayarishia mazingira ya kupokea zitu muhimu sana. Ni kama mtu amezo graduate. Sitojua sasa, mfano mtu amemaliza degree ya kwanza au hata amemaliza form 4, amesoma form 4, amepata kiwango cha kuqualify kufanya kwenda chuo kikuu. Yule ako tayari kupokea chochote cha kumwendeleza, ground iko tayari. Na hivyo hivyo sasa, yule ndio ile shahada yake ya form 4 na zile result zake za form 4 ndio zitamwezesha yeye afanye degree, afanye second degree, master, afanye PhD. Nenda sasa paka utakapo, ile basic ishamweka. Na wewe unapoweza kujenga takwa katika nafsi yako, ni kama ushatengeneza ground ya kuleta chochote unachokitaka. Tusomeni pamoja suratul Baqara, muiangalie. Mwenyezi Mungu baada ya kuanda na zile harufu alif lam mim akanena, dhalika alkitabu hudan liman lilmuttaqin. Muttaqina peke yake ndio watu wenye uwezo wa kupanda kwenye ngazi za uongofu, kupanda kwenye minasiddiqina wa paka wa shuhadai wa salihina wa hasuna ulaika. Ndipo pale wewe unaposoma suratul Fatiha ukamwambia Mwenyezi Mungu, ihdina, niongoza nami sirata, wataka hidayah wewe. Lakini sharti ya kukubaliwa hii dua, sharti ya kupewa hidayah, sharti ya kuweza wewe kwenda kufanya degree ya pili na ya tatu, sharti uwe na ya kwanza ama uwe na form 4 mzuri, nayo ni takwa. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia ihdina sirata almustaqim. Ukiuliza sirata almustaqima ni ipi, utanena ni sirata alladhina an'amta alaihim, ni ile sirata ya wale uliowaneemesha. Walioneemeshwa ni nani? Minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin. Kwa nini hawa walineemeshwa? Ni kipi kilichowafanya wa qualify kuneemeshwa? Hudan lil taqwa. Takwa inakupa wewe chombo wakati mvua yanyesha uweze kwenda kuteka. Ukikosa takwa na kupige kusi miezi 6 utatoka huna tone katika kikapu. Kusimama mvuani haimaanishi kupata mai. Itakunyeshea, sikatai, lakini itakunyeshea kwa kadri ya nyesha. Ikikata kunyesha utatoka hamnazo, hamnafte kwa lugha za kikwetu za zamani. Kwa hiyo wewe kufaidika kwako ni kwa kadiri ya ile mvua ya nyesha. Ikikata kunyesha huna kitu. Ndio mtu asokuwa na takwa. Si kwamba hapati uongofu,
atakuwa ataswali msikitini, atakuwa atafunga, atasoma dua, lakini kufaidika kwake kwa kadiri ya pale ufanya nini? Huswali. Akimaliza kuswali hutoka nini? Hamnafte. Mwenye takwa ni ule ambaye anapoingia kuswali husimama mvuani utukuzie na nini? Na ndoo. Hata akimaliza kunyeshewa huondoka na mai kwa kadiri ya ndoo yake. Ikiwa chombo atukuziecho ni lita 10 ataondoka na lita 10. Ikiwa chombo atukuziecho ni lita 100 ataondoka na lita 100, wa hakadha. Na ndio Mwenyezi Mungu akanena hudan lil sangine onena ni uongofu kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sisi tusomcha Mungu basi hatupati uongofu, mutaupata, utawanyeshea tu, lakini baada ya kunyeshewa hakuna kitu. Na ndio mutaona haya mambo yako kwenye maisha yetu. Sitakuwa tu leo, ni watu wangapi hupita kwenye opportunities asubuhi na mtana, na kukimalizika siku akarudi akaketi kwenye swafu na wale wasokuwa na opportunity, yeye na wao sawa sawa? Hakuna. Haili tu, ngoja masaa 24 ya siku si ndio yanaotupitia sote? Ama kuna wengine hupitiwa na 10, wengine hupitiwa na 12? Jamani, siku ni masaa mangapi? 24. Haya masaa 24 huwapitia nani na nani? Si ni watu wote huwapitia? Ni wangapi wawezao kuvuna kwenye haya masaa 24? Ni wangapi wamalizao masaa 24 wakatoka minus? Na kila siku yatupitia masaa 24. Kiwaambia wanafunzi wangu mara nyingi, mimi nina mfano, mwambia siande huko, mwambia mimi weka kwa siku soma kurasa 2 za kitabu. Kwa siku soma kurasa 2. Kwa wiki ni kurasa ngapi? 14. Kwa mwezi ni kurasa ngapi? 28 mara 2 ni ngapi? 56. Kwa miezi miwili 112 kitabu hiko. Kwa mwaka msoma zitabu 6. Ni kidogo hiyo? Lakini yonena niko busy ustadhi, uzengea wakati, lakini wakuketi dakika 90 kuangalia mpira unao. Na kusoma kurasa 2 haitaki zaidi ya dakika 10. Natoa mifano rahisi mimi. Hivyo hivyo Imamu Zainul Abidina salawatullahi wasalamuhu alayhi asema Qur'ani ni hazina ya elimu ya Mwenyezi Mungu. Asikose Muislamu hata kwa siku kusoma aya 50. Basi gombo moya, musingoje Ramadhani mpaka Ramadhani. Pajua maana ya wewe ukaweza kusoma gombo moya kwa siku. Ni magombo mangapi kwa mwaka? 360. Angalia ile athari ya Qur'ani katika nafsi yako kwa gombo moya. Angalia matokeo yake peponi. Peponi katika ibada itakayokulipwa kwa ajabu ni Qur'ani, utalipwa kwa harufu. Harufu moya ina malipo. Alif, la, mim, hizo ni 3. Bismi, hizo ni 3. Arrahmani, hizo ni 5. Ile bismillahirrahmanirrahim wewe ni kama kufanya ibada mara 15 ama mara 20. Wewe thawabu zake unazozipata. Soma gombo moja tu kwa siku. Hizi ni opportunities za tupita. Wangapi wamepata opportunity, Mwenyezi Mungu amewaletea pepo katika maisha yao, hawaioni, huenda kuizengea kwingine. Una mama wewe, mtu mzima, kuna pepo zaidi ya hiyo? Kuna jihadi zaidi ya hiyo? Ukawa ukekewene ukunde, hutengea mambo ya kufanya, mamako umemwata hana mwenye kumwangalia. Opportunities hizi zatupitia wakati umemalizikia. Kwa hivyo
takwa katika maana yake moya ya kuweka kwenye nafasi ya mvua ikinyesha ikupige na uione hii ni mvua, na ujitayarishe kubeba chombo chako, hata kama ni kikopo, uondoke nacho. Sishindane shekhe na ndovu ha? Hata kama ni kikopo uitumie takwa. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia dhalika alkitabu la raiba fi, kitabu hiki kitawanufaisha watu gani? Almuttaqin. Kwa nini muttaqin? Kwa sababu wao huwa ni watu wajua namna ya kuzitumia opportunities zikitokea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia na sisi ni katika muttaqin, na iwe ni takwa ambayo itabadilisha maisha yetu. Kabla sijakhatimisha darsa, jana tuna mama yetu Mombasa katika familia alifariki, ambao sisi upande wetu wa marhamu Said Hussein, upande wa mkewe huwa ni khalati yake, na tuna na ndugu zetu pia hapa. Na leo sasa hivi tumpokea habari ya mmoja katika wanafunzi wetu na alikuwa mwalimu wetu Ustadh Amin Lali na almarhum Fahmi Lali na Salah, huyu hapa mwanafunzi wetu, mama yao wameaga dunia sasa hivi Mombasa, ambao ni ndugu yao kina Abdul Soro na kina Khalifa Soro, pia huwa ni familia moja. Kwa hivyo tuombe kidogo matayasara mina, wote wamekufa Mombasa na watazikwa Mombasa, tuwasomee matayasara, na vile vile tuwatilie nia wale ambao wako mahospitalini, Mwenyezi Mungu awape sahala na awape shifa insha Allah Taala.